Mwanangu wa kumzaa kabisa alisema, "Mama, wewe ni mtu baki." Ilianza hivi mwanangu akiongea. "Tunakwenda kwenye safari ya familia na tunahofia utaiba vitu. Unapaswa kuhama kwa sasa." Niliwalea watoto wa mwanangu kwa miaka 6 na kulala kwenye chumba cha store kwa miaka hiyo 6 yote. Baada ya tamasha la Spring, familia nzima ilienda safari huko Dali, lakini walinifukuza kabla ya kuondoka, wakisema mimi ni mtu baki na kwamba waliogopa ningewaibia. Walisahau kuwa jina langu ndilo pekee lililopo kwenye hati ya nyumba. Usiku huo, mkwe wangu Fangching alituma picha kwenye WeChat Moments. Watu 6 walikuwa wamesimama chini ya milima ya Kangshan, wakitabasamu kwa furaha, wakionekana wenye upendo sana. Katikati ya picha hiyo ya kikundi walikuwa watoto 2, mmoja kila upande. Fangching alikuwa amemkumbatia Fang Guifang na baba yake alisimama mwishoni kabisa. Maelezo ya picha yalisema, familia ya watu 6 hatimaye tuko pamoja. Nilikaa kwenye sofa langu kuukuu nyumbani, nikatazama chapisho lile na kuwahesabu wanafamilia wale 6. Sikuwemo miongoni mwao. Sikuwa sehemu ya familia ile kamilifu. Hivi ndivyo ilivyotokea. Siku ya mwisho ya likizo ya tamasha la Spring, hii Juni alitupa ratiba iliyochapishwa mezani, akanitazama na kusema, "Mama, nimewanunulia tiketi wakwe zangu pia. Tunasafiri kwa ndege kwenda Dali asubuhi ya kesho kutwa. Unapaswa kurudi kwako ukapumzike kwa siku chache." Niliganda nikifikiri labda nimepoteza kusikia. Miezi 3 iliyopita, rafiki zangu walipanga safari ya kwenda Yunnan kuona maua ya kanola baada ya likizo, lakini niliahisha ili nisaidie kulea watoto. Hijon alisema angenipeleka huko kipindi cha machipuko, Spring. Nilingoja kwa miezi 3 na sasa alikuwa akiniambia nirudi nyumbani. "Mama, nyumba itakuwa tupu, na tukiwa na mtu baki anayekaa hapa, vipi kama kitu kitapotea? Hatuwezi kuchukua hatari hiyo." Hejun aliongea kwa sauti ya utulivu, kana kwamba ni jambo la kawaida kabisa duniani. Niligeuka kumtazama Fangching. Alikuwa ameshika kikombe cha chai, akikodoa macho mezani, hakuinua uso, na alikaa pale kwa ukimya kabisa. Nilicheka kicheko cha kibezo. "Sawa." Hejun alionekana kushangaa. Ni wazi hakutarajia nikubali kwa urahisi hivyo. Hatimaye Fangching aliinua uso. "Mama, acha nikupeleke na gari." "Hakuna haja. Nitakwenda mwenyewe." Sikuangalia nyuma. Nilinyaka begi langu na kutoka nje haraka. Kupitia mlangoni, niliweza kuwasikia wajukuu wangu 2 wakikimbia ndani ya nyumba. Dabao alikuwa akipiga kelele na Xiaobao akicheka. Nilisimama kwenye ukanda wa nje kwa kitambo. Kisha nikashuka ngazi. Nilipofika nyumbani, nilichomoa hati ya nyumba kutoka nyuma ya drawer yangu. Jalada lake lilikuwa limechakaa. Ilitolewa wakati marehemu mume wangu akiwa hai, na jina langu pekee ndilo lilikuwa juu yake. Alisema hilo ndilo tumaini langu la usalama, kwamba hakuna mtu anayeweza kuninyang'anya na siku zote nitakuwa na mahali pa kuishi. Lakini sasa, katika nyumba yangu mwenyewe, waliniita mwizi. Kwa miaka 6, niliwasikia wajukuu wangu Dabao na Xiaobao wakiniita bibi, sauti zao zikiwa laini na tamu. Je, ningewahi kuwaona tena ikiwa ningeuza nyumba? Nilipiga kando fikira hiyo. Haikuwa kwamba nilikuwa mkatili. Nilikuwa nimegundua jambo fulani hatimaye. Hawakuthamini uwepo wangu, lakini watajifunza thamani yangu pindi nitakapopotea. Nilivuta pumzi ndefu na kumpigia simu wakala wangu wa majengo, Xiaoshu. "Iweke nyumba ya Changlefang sokoni. Nitachukua bei ya chini kuliko ya soko. Iuze tu haraka." Palikuwa na kimya kwenye simu. "Shangazi Lin, una uhakika? Eneo hili ni zuri sana. Ukisubiri, unaweza kupata bei nzuri zaidi." "Hakuna kusubiri. Iuze haraka iwezekanavyo." Xiaoshu alisikia msisitizo katika sauti yangu na hakubisha. "Sawa, nitapanga watu wakuja kuiona kesho." Baada ya kukata simu, nilifungua tena chapisho la Fangching la Moments. Mama huyo anaonekana mwenye furaha sana. Niliigeuza simu yangu kifudifudi mezani. Alasiri ya siku ya pili ya mwezi wa kwanza wa kalenda ya mwezi, Xiaoshu alimleta mnunuzi. Nilifika kwenye nyumba kwanza nikiwa na ufunguo wangu wa ziada. Lakini kila sehemu nyingine ya nyumba ilikuwa safi, iking'arishwa kwa mikono yangu mwenyewe. Nilimtembeza mnunuzi kuiona nyumba. Tulipofika kwenye chumba kidogo cha upande wa kusini,
mnunuzi alisimama na kuuliza, mbona chumba hiki ni kidogo sana? Kuna nini humu? Sikujibu mara moja. Zamani ilikuwa store. Baada ya mimi kuhamia, Hee-jun aliondoa takataka na kuweka kitanda humo kwa ajili yangu. Hapo ndipo nilipolala kwa miaka 6. Hakuna madirisha, kuna baridi kali wakati wa baridi, joto na fukuto wakati wa kiangazi, kukiwa na nafasi finyu ya hata kugeuka. Upande wa pili wa ukanda ulikuwa chumba kikuu cha kusini chenye mwanga wa jua ambapo Fang King aliishi. Kilikuwa kipana na chenye mwanga, kikiwa na kitanda kipya na mashuka yanayobadilishwa kila mwaka. Mwaka wa kwanza wa baridi, nilikuwa na baridi kiasi kwamba sikuweza kulala. Niliamka, nikatafuta koti la zamani la pamba na kulitandika juu ya blanketi langu ili tu nipate joto la kunivusha usiku ule. Hee-jun alipoiona, aliahidi kuninunulia blanketi zito zaidi. Nilisema niko sawa, na hakuwahi kuliongelea tena. Wala mimi sikuuliza. Na hivyo ndivyo miaka 6 ilivyopita. Fang Qing alisema mara chache kwamba angebadilishana vyumba na mimi mara tu nafasi itakapopatikana. Alisema hivyo tena na tena, lakini chumba hicho hakikuwahi kuwa wazi. Baadaye nilielewa. Haikuwa kwamba hakuna nafasi. Bado inaendelea. Karibu YouTube kwa miendelezo zaidi. Follow, share na comment, msikilizaji wetu.